Hujambo mtazamaji wa Zone Media, sina shaka ubuheri wa afya na umeamka salama kabisa. Taarifa niliyokuwa nayo hapa ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza rasmi kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Iran na Israel, hatua ambayo imeelezwa na wachambuzi wa kimataifa kama mwanzo mpya wa amani katika Mashariki ya Kati. Kupitia ujumbe aliouweka kwenye mtandao wake wa Truth Social, Trump aliandika: "Hongera kwa kila mtu, Iran na Israel wamekubaliana juu ya kusitisha vita kikamilifu kwa saa 12 kuanzia takriban saa 6 kutoka sasa. Vita vitakuwa vimeisha rasmi." Kwa mujibu wa Trump, hatua hiyo ya kusitisha mapigano ni matokeo ya juhudi za kidiplomasia zilizofanyika kwa haraka na kwa usiri mkubwa katika kipindi cha siku chache zilizopita. Alisisitiza kuwa dunia inapaswa kuipokea amani hiyo kwa heshima, akiongeza kuwa nchi hizo mbili zina nafasi ya kujenga upya mahusiano yenye mafanikio na utulivu. Katika ujumbe mwingine wa pili, Trump alifichua kuwa Iran na Israel walinijia kwa wakati mmoja wakisema amani. Hii ni fursa ya kihistoria, mataifa haya yana nafasi ya upendo, mafanikio na ustawi. Tangazo hili limeibua hisia za matumaini kutoka kwa viongozi mbalimbali duniani. Miongoni mwa waliotoa pongezi ni balozi wa amani wa Marekani Mike Huckabee aliyesema, "Ni saa 9 usiku Israel, na badala ya kupigiwa simu kuhusu kombora napigiwa simu kuhusu amani. Trump hakusali tu kwa ajili ya Yerusalemu, amekuja na suluhisho." Mwisho wa kunukuu hiyo taarifa ya balozi hiyo. Na kwenye taarifa hii ni kwamba Irani itaanza kusitisha mashambulizi yake saa 12 za kwanza, kisha Israel itafuata, na pande zote zimekubaliana kuwa kila hatua ya kusitisha mapigano itaheshimiwa kwa heshima na utulivu. Ni vita iliyodumu katika siku 12 ambapo mgogoro huu umeitwa na Trump kama the 12-day war, kwamba vita inahusiana na uharibifu mkubwa katika maeneo ya Israel na Iran na pia kutishia usalama wa kanda nzima ya Mashariki ya Kati. Katika siku 12 zilizopita ni kwamba mashambulizi yamesababisha vifo, uharibifu na miundombinu wa hali ya juu kwa majirani wa nchi hizo kama Qatar, Iraq pamoja na Syria. Mashirika ya kimataifa, viongozi na Umoja wa Mataifa na washirika wa nchi hizo wametoa salamu za pongezi, wakisisitiza kuwa kuna haja ya kushikilia mazungumzo ya kudumu. Mtazamaji, salia na Zone Media, japokuwa kuna taarifa nyingi zitakuja, basi tutakuletea hapa. Asante kwa kutuchagua.